Lakini tutakuwa na machache ziada. La kwanza, tumewaita kumtambulisha coach wetu mpya, mwalimu kutoka Ufaransa, Pierre Lachantre. Jitahidi kutamka maneno ya Kifaransa, hasa watu wa radio na TV. Lachantre. Lazima kuwa kidogo hapa, mwamba wa kuwa ugonga. Yeye ndiye kocha wetu mpya wa klabu ya Simba. Amekuja hapa na manager wake Mr. Joseph kutoka Belgium. Ni kampuni kubwa ambayo ni maagent hawa wachezaji na makocha, lakini pia yuko na coach wa viungo Mohamed Iman Habib. Think so? Yes. Sijui kama nimetamka sawa sawa, lakini Mohamed Iman Al-Habib au Habib. Habib ni mpenzi, unajua maana yake. Lakini tunaye na mwanasheria ambaye ameshiriki katika kuandaa mkataba huu. Tunaye na kaimu rais wetu wa klabu ya Simba, Bwana Salim Abdalla maarufu kama Try Again. Tunao vile vile wajumbe wa kamati ya utendaji ya klabu ya Simba, mzee wetu captain mstaafu, takuitwa mzee lakini umri ndio ushasogea, captain mstaafu Zakaria Hanspo, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usajili. Tunaye vile vile mjumbe mwingine Bwana Said Tuli, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya soka la vijana. Kwa hiyo mimi sitakuwa na mengi sana, ila kabla hatujaendelea, ningeomba kwanza, ili mpate ile mtiririko mzuri, rais niruhusu nimkaribishe Mr. Joseph aweze kumuelezea kocha ni nani, ametoka wapi, amefanya kazi gani. Maana nikisema mimi nishalizoea sana, anambiaga it's only one na Tanzania hivi. Sasa leo atasema Mr. Joseph atazungumza wasifu wa mwalimu, ametokea nini, malengo yake, ataifanyia nini club, lakini pia baadaye badilishana mkataba na kusaini, na pia coach atazungumza kwa kifupi. Mr. George, namaste. Hello everybody. Thank you to be here today to assist, to be here at this press conference regarding the signature of Mr. Pierre Lachantre, that you all know as the new coach of Simba. We would like to thank everybody, so I start by you, but I also want to give a big thanks to the president, Mr. Salim Abdalla. I would like to give another big thanks to Mr. Mohamed Deoji, who has been present with us during all those negotiations. Mr. Mulamo, who is here also, the club lawyer who is present, and yeah, all the people who are not all the executive committee. I'm not going to be long. I think you as journalists, you already know Mr. Lachantre. Pierre Lachantre was he's in Africa since around 2000, and what you can say 99. He was the coach of Cameroon national team. He won the African Cup of Nations, the biggest tournament in Africa with Cameroon. He was also elected as the best coach of Africa in the same year.
Then as technical director, he won the Olympic Games with the same national team. Then he went to Qatar national team where he was chosen as head coach. He was also the same 2 years after arriving there, be the best coach of Asia by AFC. Then Mr. Deschamps has the opportunity to train many national teams, Mali, Congo. I already mentioned Qatar, but he will also coach in several clubs in Africa, the top clubs in Africa, but also in Asia. We can think about Al Arabi, we can think about Club Africain, we can think about Al Ahly, and today Mr. Deschamps is the new manager of Simba Sport Club. It can be surprised that they had a big name like Mr. Deschamps decide to come to Tanzania. But this shows also how people around this club are building something. They have took their courage to contact Mr. Deschamps, to explain him the project, and to tell him that, coach, we need you in order to come and help our team to reach another level. That's why Mr. Deschamps is here today, and I am sure that he will help the team to achieve, to reach this new step that they are trying to. It's a long process, of course, it takes time, but this is how football works. And the only thing we can say to conclude is that this show how the club, how the president, how Mr. Mohamed are fighting to make Simba Club be a top club in Africa. Mr. Deschamps is arriving with Mr. Ayman Abibi, who is his assistant coach. Mr. Ayman will also be the person in charge of the physical training. He has CAF diploma, and they will be here, of course, with Mr. Juma, who is the assistant coach of the club right now. So thank you, everybody. I will give the word to the president, and yes, I hope you will enjoy. I hope Simba Club will achieve all the expectations they have, and thank you for everybody. President. Nadhani tumemsikia coach, tunapata nafasi ya kuuliza maswali. Lakini kabla hapo kamati ya utendaji ya klabu ya Simba ilikutana wiki iliyokwisha na kuzingatia katiba yetu imeteua kamati mbili za maadili na nidhamu ambazo zitakuwa zinafanya kazi kwa mujibu wa katiba yetu. Kamati ya nidhamu hasa inadili na masuala ya nidhamu za wachezaji. Nidhamu za wachezaji itaongozwa na Bwana Aziz Kifile. Azizi Kifile atasaidiana na yeye ndo mwenyekiti shaka majina, sio? Atasaidiana na wajumbe Alhaji Hassan Mnyinyi, Malota Soma, nadhani mnamkumbuka Bojagwa, pamoja na mchezaji wetu mwingine wa zamani anaitwa David Mihambo. Pia tutakuwa na Bwana Egbert Muhaga. Hii ndio kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba. Lakini rais kwa kushirikiana na kamati yake ya utendaji
wameteua kamati ya maadili. Kamati hii inapaswa iwe na wajumbe 6, na hii itahusisha sisi viongozi, wanachama. Unaweza ukasikia mwanachama wa klabu ya Simba hakatazwi, anaenda akiweza kuzungumza na press kwa jambo la kuzua. Lazima na taratibu zipo, na taratibu zetu kama hazipo tunaambiwa tuzifuate za TFF, kama hazipo za CAF, kama hazipo za FIFA. Klabu haiwezi kuendeshwa tu hivi hivi kwamba mtu anajisemea tu, anaropoka tu, anakwenda huko anafanya jambo silo, na ibwaga migogoro ambayo necessary. Kwa hiyo Rais kwa kushirikiana na kamati ya utendaji umeunda kamati ya maadili ya klabu ya Simba itakayoongozwa na kamanda mstaafu wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Commissioner Suleiman Kova ndiye mwenyekiti. Atasaidiana na Bwana Robert Selasela, atasaidiana, hawa ni wajumbe, na Bi Asha Muhaji. Nadhani mnamfahamu mwandishi wenzenu, alikuwa msemaji wa klabu ya Simba kwa siku za nyuma. Yupo vile vile Bwana Suleiman Ali. Suleiman Ali yeye alikuwa katibu katika kamati iliyokuwa na ratibu zoezi la transformation, lakini pia atakuwemo ndani ya kamati hiyo mwanasheria msomi, sisi tunaita wakili msomi, na katibu mkuu wa zamani wa klabu ya Simba Bwana Steven Ali. Kamati hizi hazipo kwa ajili ya kufunga mtu wala kutishana, lakini zinataka tu taratibu klabu iendeshwe kama taasisi. Sasa baada ya hapo tunakwenda sasa katika tukio kubwa ambalo wapiga picha nadhani lingekuwa tukio lenu zaidi, la kubadilishana kusaini mikataba. Tumeweka uwazi huu, tuna sign mikataba hapa mbele yenu. Hatarajii tena mpaka msogeo. Kama una lenzi wae nyumbani. Na sign hapa mkataba. Chupa za maji nitatoa. Lenzi ndio shida. Na glasi nitatoa. Shida ni lenzi. Mbele ya Kaniki, hii kamera toka unaanza ITV 94 mpaka leo kamera miaka milioni. I think one is enough, huh? Yeah? One is enough. Na vile vile kocha wa viungo Ayman Mohamed Bib, ya bibi yake ndio kutolea hapa Kimoroko. Bib Tunisia. I think just have to put my initial. Nadhani nimepata picha. One is enough. Oh, okay. This, yeah. Okay. We'll just put my initial here. Kabla hamjenda kwenye maswali yenu na kabla kocha hajazungumza, very clear,
tumekubaliana pande zote mbili, Simba Sports Club na kocha pamoja na management yake, kwamba mkataba huu, maana mkataba kuna aina mbili, nadhani mwanasheria utanikosoa. Upo ambao unaweza ukasema tumekubaliana kwa muda gani, tunalipanaje, na vile vile mnao mkataba mnakubaliana kwa mkataba huu utabaki siri yenu baina ya pande mbili. Kwa hiyo huu tumekubaliana kufuata utaratibu wa awamu ya pili. Kwa hiyo ni utaratibu tu, alihitaji swala, hata wewe mkataba wako mimi sijui, ni utaratibu. Na huyu kocha tumekubaliana, kwa hiyo ni utaratibu tu. Kwa hiyo sasa wanakabidhiana mkataba, tupate picha. Nadhani coach, please. Na jezi atamkabidhi jezi contract. Okay. Anabadilishana mikataba. Na anamkabidhi Mr. Aman, Coach Aman. Wakati unaendelea na kukabidhiana jezi sasa, ni waarifu tu kwamba kwa wale ambao labda walikuwa hawajasikia, walienda msalani, mwaka 2000 kocha huyo alikuwa kocha aliyowezesha Cameroon kushinda ubingwa wa Afrika. Alikuwa mkurugenzi wa ufundi wakati timu ya taifa ya Cameroon inashinda kikombe gold medal ya Olympic, na hapo anamkabidhi jezi ya klabu ya Simba. L'enchaîne. Nadhani nimepata picha nzuri. Mr. Aman, Mtunisia, ambaye anakuwa kocha wa viungo wa klabu ya Simba dhidi ya Kagera Sugar. Coach, mara tu timu itakaporejea kutoka Bukoba, timu tarudi Jumanne, ataanza nayo kazi mara moja. Kwa wiki ijayo kocha ataanza kazi. Lakini la pili, rais alisema sana, alisema juzi kabla mchezo wetu wa jana tulifanya mkutano mzuri sana na wachezaji, ku build psychology, unasema ile capacity yao. Tulifanya mkutano na wataalamu wa mambo ya saikolojia kutoka University ya Dar es Salaam, Dr. Chris. Kwa muda mrefu tumezungumza, na sisi viongozi tulikuwepo, wote tumeelimishwa pamoja na wachezaji. Tumefanya hivi kwa sababu tuliona kuna kitu labda watu wetu wanalaka au wachezaji wetu wanalaka, na tuwashukuru wachezaji wametimiza wajibu wao jana. Tunashukuru Dr. Chris kwa kazi nzuri aliyofanya, lakini niwaambie tu washabiki wetu na wanachama wetu, kupitia ninyi hatutabweteka. Ndio maana tumeona tusiseme sana, lazima ujifunze kutokana na makosa. Tunataka tuinvest zaidi ndani ya pitch, maneno yazungumzwe zaidi na wachezaji. Kwa hiyo tumewekeza hilo, tumekubaliana kwamba hatutabweteka mpaka pale tutakaposhinda ligi kuu inshallah. Lakini lengo la kuchukua hawa walimu ni kuongezea uwezo benchi letu la ufundi, ili si tu kwa ajili ya ligi ya nyumbani. Kama mlivyosikia hotuba ya Mohamed Bwana Mo kwenye mkutano mkuu uliokwisha, Simba inatakiwa ikashindane na timu kubwa za Afrika. Historia ya kocha huyu inajieleza wazi. Labda kwa waandishi chipukizi na wadogo niwaambie, Tanzania haijawahi kufundishwa na kocha aliyewahi kushinda ubingwa wa Afrika. Hajawahi, toka imeumbwa. Lakini Tanzania haijawahi kufundishwa
na kocha Mfaransa, haijawahi. Yani mimi najua historia, haijawahi wa mpira wa miguu, maana sio kocha Francois wa mpira wa miguu. Huyu ndio kocha wa kwanza kutoka France. Tumefundishwa makocha kutoka Yugoslavia, Poland, Brazil, England, Germany, lakini hatujawahi kufundishwa na kocha kutoka Ufaransa. Ila Simba iliwahi kupata training kwenye mji wa Nice mwaka 1993 tukijiandaa kwenda kucheza na Al Kharaj, tukakaa pale almost 2 weeks. Ndio kipindi pekee kulikuwa hakuna connection baina ya France na Tanzania kwenye football. Sasa tumeanza hivyo hivyo kutoka kwa Mtunisia, hajawahi kufundishwa na kocha Mtunisia. Kwa hiyo tumeanza, wengine watakuja kuiga. La mwisho nimkaribishe coach azungumze kwa mukhtasari, kwa ufupi, na baada hapo nitaruhusu maswali. Rais mmaliza. Karibu, everybody. Yesterday, I am sure that every people watched the game and was happy to see the score and the 4 goals of your team. But if I am here, it's to be very strong, because the team is very good, but if you want to play a better level, more and more in Africa Cup, you must improve, you must work, and is the reason why I am here. Okay, I would like to work with my assistant coach, but also with Juma, who make a good job. And I would try with your team to grow level and step by step, and to be able to play a good challenge in the Cup in Africa. We have to work, because I know very well the other teams in Africa, and it will be a hard job for the team and for me. But you forget my CV. I am here to work with the team. I am here to try to make my best for the team and for the people who will be happy, everybody. Okay? I don't want to say anything. Okay? Thank you. Sasa niruhusu maswali ili muone newsroom. Niruhusu maswali. Maswali kama hamna, sio lazima. Naweza tukienda tu nyumbani tukanywe juice hapo. Yeah. Sema. Uliza. Just wait. The mic. I played in Mozambique, I played in South Africa, near your country also, but never in Tanzania. I will repeat what I say. I want to discover this country. I want to discover the way of playing of the team, and if it is, I would try to give to the team more tactical, more physical quality to be better and better. It's my job. Maybe 1 month, 2 months to work, and you know, you can in 2 months you can make a good job. Wait, please, and we'll see after. Thank you. La swali la pili la kwa nini tumetumia kampuni wakati huo tunakwenda moja kwa moja kwenye coach. Au si? Ndio nakujibu baba. Unajua kila zama zina vitabu vyake, na dunia sasa hivi imebadilika.
Zamani ilikuwa ni rahisi kupata kocha kupitia kwa CV zao nini, lakini kampuni ya One Goal Project ni kampuni kubwa mno. Nilikuwa nabonyezwa hapa na mimi, yani ni kampuni kubwa mno inayojishughulisha na mambo ya michezo. Nadhani wote siku hizi dunia ya kiganjani, taingia mtaona. Hata national coach wa Uganda, president ananiambia hapa, amepatikana kupitia kampuni hii. Ndio utamaduni wa kisasa. Umeona mawakala wakubwa kama yule wakala wa Kiportugizi yule ambaye ana nani kina Mourinho na kina Ronaldo. Anaitwa Nino Raiola. Hebu fikiri, zamani ilikuwa unakwenda tu kwa Mourinho, siku hizi uweze lazima upite huko. Ndio njia za mpira ndugu yangu. Na sisi kama club tumeona hiyo ndio njia sahihi ya kufuata. Tuwezi tena wenzetu wanaenda huku, sisi twende huku. Unajua uwezi kuwa kocha au unakaa tu unasema mimi bwana nataka kocha, hapana. Lazima ufuate proper channels. So nadhani ni njia sahihi. Maswali nadhani yameisha. La mwisho, if you want an answer, I came here for a project. That means that the president and a lot of people want to build the best team if it is possible in Africa. That means that we have a long job and we have a long work to do with this team. But you cannot make that with 6 months, 12 months, or 2 years. It's not possible. We need time, but the project is very, very good, and I think that for the supporters of Simba, they can be happy because they will see a very good team after 1, 2, 3 years in Tanzania. It's the reason why I came here. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndugu zangu, tunaingia kwenye muundo mpya wa uendeshaji wa club. Tuna projects ambazo zitaifanya Simba ifike huko. Huyu licha kwa kocha wa timu yetu, lakini yeye atakuwa msimamizi mkuu wa projects kubwa kabisa ya kuifanya Simba iwe kweli Simba bingwa, Simba yenye timu bora. Kikosi cha kwanza, kikosi cha pili, kikosi cha vijana, ana project kubwa. Kwa hiyo ndio maana watu wakati mwingine wanazuia sio kwa maana nyingine. La mwisho kabla tuenda kunywa juice, tumekubaliana kuwaomba na tunaomba sana wanachama wetu, mpira huu tumoleta hawa wataalamu haina maana kwamba Simba haitakuja kufungwa. Hilo mimi jamani naliweka kila siku wazi, mnielewaje ndugu zangu? Yaani tunaomba, hii ni timu ya mpira. Iko siku tutapoteza, tutatoa draw. Sasa pale inapotokea bahati mbaya tukatoka draw, tunaomba wanachama wetu, baadhi ya wanachama wetu, ache mhemko. Timu haijengwi kwa siku moja. Ndio maana kocha amezungumzia long term program. Hakuna timu unaweza huyu hawezi kuja akawa na miujiza kufanya kesho Simba imfunge tena Kagera 7. Ila huo haupo. Waandishi naomba mtusaidie katika hili. Kama vile mnavyoandika makala za kutukosoa viongozi tunapokosea, basi muelimishe na wanachama wetu na washabiki wetu. Yaani muona clip moja Mkwasa anatukana bila sababu yote, kwa sababu timu haijapata ile shinda. Hakuna mpira wa hivyo brothers, hakuna kokote. Nyinyi waandishi mtusaidie kuandika hilo, kusema Watanzania sasa wanadhani kwa mfano kikosi cha bilioni 1 kimetoka sare na Lipuli. Mpira huo uko wapi jamani? Sasa tusaidiane kuelimishana. Sio kwamba sisi tutakuwa dhaifu, tunataka kuwa bora, lakini hatuwezi kushinda mfululizo. Kuna siku tuta lose, kuna siku tuta draw. Kwa hiyo nyinyi tusaidie katika na muambie wanachama wetu, tusingependa kuibua migogoro kipindi hiki, tushikamane, timu angalia project inafanyika. Nikiwatajia hapa hela zilizomwaga wote mnaweza mkazimia. Yes. Angalia investment ambayo Simba inaifanya. Kwa hiyo lazima uone uongozi unachukua dhamana kubwa. Hawa viongozi hawa wanafanya mambo makubwa. Jana tumemaliza mechi, leo tuko Bukoba. Hakuna kukata mbuga. Tunarudi na mwewe. Sasa tunataka kitu gani? Alhamdulillah sijisifu.
Mimi tarehe 23 mzee, kama unanidai wewe ni wewe 23 24, ikifika 30 mshahara nishakula, kama nakula sana. Sisi tarehe 23 22 tunalipa wachezaji wetu kila mwezi, hatudaiwi na mchezaji hata a single cent. Ndio maana nilitamaa, kuna wakati ile gazeti iliandikwa huko na tudai, nilikasirika sana. Hatudaiwi a single cent na mchezaji yoyote. Kazi wanafanya viongozi hawa. Sasa baada ya kwamba ikitokea bahati mbaya, wajibu wa viongozi umetimizwa, timu ikipata matokeo, makelele huwa yanatokea huku, yanatokea huku, kuna mwingine anaibuka kule. Mimi naomba mtusaidie kutuelimishia wanachama wetu. Lakini la mwisho kabisa, nawashukuru sana kwa kupoteza muda wenu. Naamini mtakava vile ambavyo vimezungumzwa, na bahati nzuri kimeongelewa Kiingereza kizuri. Hujanielewa, nipate chamber brother. Asanteni sana, karibuni tupate vinywaji.